Mkuu, nimekuja na shida. Ninahitaji uniongezee nguvu. Kila ninapotaka kumgusa Mr. Mponda, kuna mtoto anatokea na kunizuia. Ana nguvu za ajabu. Tafadhali mkuu, naomba uniongezee nguvu ili niweze kupambana naye. Tap screen. Mshare live tuwe wengi. Juma nakupenda pia. Neila, niko Dar es Salaam kipenzi. Dada. Nini? Chakula changu ndo hiki. Oh, sorry guys. I will be back. We huoni? Ushibi? Lakini sijaona mboga. Oh. Unataka mboga? Dada, basi nitakula hivyo hivyo. Kata ugali. Chovi hapa. Kula. Si unataka mboga? Usiofie. Kuhusu raza utaipata. Maana na siku 3 sijaoga. Kwa hiyo mboga ina chumvi nyingi na imani utafurahia. Dada. Chovya! Chovya! Wewe unataka mboga wewe? Changamka. Tazama. Kula anasema wewe. Tafuna. Changamka. Meza. Na wale wako utapike. Kata jingine. Kata tena. Alaka, changamka wewe. Sitarudia tena kukusumbua. Chovya. Wewe kula. Changamka. Tafuna. Na wale wako tapike. Potea hapa.
Nyota. We Nyota. Abe. Kaniletee maji ya kunywa. Nyota. Au basi nenda. Unaniletea maji gani haya? Haya maji sana kunywa mtoto? Hata kiu aishi. Kaniletee maji huko. Maji si ya moto. Wewe. Mshika ukaniletee maji ya baridi. Sijui ilipoje hili. Hivi wewe unanitafuta nini? Mbona unapenda kuniongelesha nionekane na roho mbaya? Yaani umeniletea tena maji nusu. Hivi akili yako ipoje? Mbona wewe kama vile bogas? Lakini madam. Kwa unanijibisha mimi? Mimi naongea unanijibisha. Tunalingana. Unaniweza, si ndio? Naona akili yako imelala. Inataka kuamshwa. Weka hayo maji chini. Weka maji chini. Lala chini, tambaa kama nyoka. Madam, mimi siwezi. Tambaa kama nyoka, usinivuruge akili yangu. Changamka hapo. Kama nyoka hapo. Baby. Mango. 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 तुम जानती हो हमारी मोहब्बत बहुत खूबसूरत थी,
हमने साथ जीने के सपने देखे थे, लेकिन शायद खुदा को कुछ और मंजूर था। आज तुम मेरे साथ नहीं हो, लेकिन तुम्हारी अभी अभी हम दोनों की मोहब्बत कितनी हसी थी, हर पल में खुशियों की ज़मीं थी। Wewe umepata wapi mamlaka ya kumpiga huyu kofi? Wataka kutuzoea, si ndio? Wewe nani kakupa mamlaka ya kushika laptop yangu? Hivi Nyota, nikwambie mara ngapi uweze kunielewa? Mungu unapenda kunikosea sana wewe. Hivi nifanye nini uweze kunielewa? Nishakwambia sitaki mazoea na vitu vyangu lakini unielewe. Sasa sikia. Hapa ni kama umemchokoza Bea. Ndio kwanza mdundo unaanza. Kwa vile umelianzisha, mimi nalimaliza kama kaa. Yaani hamna kupoa. Shika masikio. Una masiala na mimi, si ndio? Una masiala na mimi, si ndio? Fanya hivi, shika masikio, haraka. Sikia, shika vizuri bwana. I say Rabi, nakuchukia wewe. Nakuchukia wewe mbwa. Wewe. Sikia. Alikwambia nyanyuke nani? Nakuuliza alikwambia nyanyuke nani? Nitakubutua wewe.
Mutoe. Mr. Kapuya, usitaki kuniambia wewe ni mchawi? Nilikwambia ukae makini sana. Sasa leo ndo nataka nikuonyeshe upande wangu wa pili. Sipa, nimekuvumilia sana mdogo wangu, na ndio maana wakati mwingi nilikuwa natumia nafasi ya kukuelekeza. Naona hiyo akili yako imegoma kuelewa. Sasa basi, nimezungumza vya kutosha. Ifike hatua tu niseme nimechoka. Humu ndani sioni tena kama una nafasi ya kuendelea kubaki. Wewe upoje? Kwani unyota amekufanya nini? Mbona kila siku imekuwa ni kujirudia tu matukio yale yale? Lakini kaka, mimi naona unanionea tu. Hata kama ingelikuwa ni wewe, usingeweza kukubali mtoto wa kike akudharau. Nyota ananidharau humu ndani, mimi sio kitu kwake. Yaani kauli anasikiliza ni ya kwako tu. Hivi kweli? Sasa sikiliza, akudharau, asikudharau, humu ndani imefika mwisho. Sitaki kukuona tena. Kusanya mabegi yako, nenda kwa dada yako. Kaka, naomba nafasi ya mwisho. Wewe, hakuna cha mwisho hapa. Nimeshakulea, imetosha. Huruma sio malezi. Unataka kufanya? Sikiliza nikwambie wewe, hiyo michezo nataka kuileta, mimi mwenyewe naifahamu fika. Assalamu alaikum. Kitu watu hawezi kutoka humu ndani. Bila hivyo, mnaweza mkapata wote shida. Sasa, huyo kiti aseme, huyo sijui nani aseme, mtajua nyewe. Sitaki kumuona humu ndani, wewe na wewe kiti wako, kwenda. Sitaki kuwaona. Wewe kaka, usiwe jeuri. Ili kitu watu hawezi kutoka humu ndani, inahitajika damu ya mtu mwagike. Unataka damu? Sasa mtachukua na hizo damu zenu mtakunywa. Wapuzi, hakuna damu wala damu. Sitaki kuona mtu. Ama kweli amezamilia ubaya. Paka hii mbinu amekataa. Taenda wapi mimi? Kwa dada nishavuruga. Hapa nishavuruga. Ya Rabbi. Halo? Yes, hello. Niambie Grace. Mr. Mponda. Niambie Grace. Kuna matatizo kwa mwenzi wa Selem. Matatizo gani hayo? Mbona uko hivyo unaema sana? Ni Mr. Kapuya. Mr. Kapuya. Mr. Kapuya amefanyaje? Mr. Kapuya mwanzo ni mchawi, kumbe kanitokea kwenye mazingira ambayo mimi siyaelewi. Hapana, hayo itakuwa ni mawengi tu. Haiwezekani kawa hivi. Hapana kweli.
Hapana, kweli ni tukio ambalo mimi sikulitegemea kabisa. Basi sawa Grace, nitakuelekeza ulipo. Ili ikiwezekana twende kwa mchungaji wako ukapate maombi. Sawa. Hivi unajua kabisa mimi mwenzio nimekumisi. Muda mrefu kabisa hatujakutana. Na ni muda wote tuko busy na kazi. Basi kwa muda huu hata mdogo tulioupata, naomba basi tuutumie mpenzi. Selini, nawezaje kuenjoy hili? Hali ya kuwa mambo kila siku yanazidi kuwa mabaya. Najua unavyojisikia, lakini kwa leo mimi siwezi. Mr. Kapuya, hebu basi jaribu kunielewa. Yaani wewe kila muda ni kufikiria tu kazi. Kazi zipo basi na mambo mengine yapo. So muda wote ukao unaumiza kichwa kuhusu kazi. Naomba upe moyo muda wa kupumzika. Nakumbuka ya kwamba ukipumzika vizuri, utapata akili mpya na utaweza kupata ufafanuzi uanzie wapi tena. Sasa wewe muda wote unakaa unafikiria kazi, mimi unanikera bwana. Nakuelewa sana Selini. Kwa siku ya leo haitowezekana, maana siko sawa kabisa. Selini, utanisamehe kwa hili. nakupenda sana दिल मेरा wewe tu nilipokuona baby moyo ulidunda mapenzi ya ghafla nikawa nauguza तेरी आँखों में nikaona dunia wewe ni malaika wa maisha yangu pia ukicheka najikuta napagawa penzi lako baby linanichanganya usiku kucha nawaza sura yako meri jana siwezi acha mapenzi yako kuchi kuchi baby nakupenda dili yangu yote ni yako mrembo habibi wangu usiniache teri moha